hatimaye ilikuwa inazungumziwa kwa hamu. Machi moja hii hapa imefika, lakini hatimaye mwenye mkuu ni Mwinchui Nasoro kutoka Tanga, yeye ndiye Pilato wa dabi hii. Nikasema nizungumze mawili matatu na Miko Ikisugu hapa kuona ni kwa namna gani ambavyo wamempokea refali wa dabi ya Kariakoo, lakini pia utakuwa ni mchezo wa aina gani, lini nasafiri kwenda Zanzibar, atatuambia hapa yeye mwenyewe. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nzuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, amenamsha salama na ndio maana leo niko katikati ya mji. Nashukuru hali ya hewa imekuwa nzuri, hakuna jua, mvua tu ya kawaida kwa maana kwamba joto limeondoka. Kwa hiyo tuko yote tuseme tumshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri na tunaendelea na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nasoro Mwinchui kutoka Tanga ndiye Pilato wa dabi ya Kariakoo, na historia yake inasema ya kwamba ananufaika vizuri na Simba, ama Simba mnanufaika vizuri endapo atachezesha Nasoro Mwinchui. Siwezi kukujibu hilo kwa sababu umebaki kwenye dhana. Lakini kiuasilia mwamuzi atakapoteuliwa kwenda kuchezesha mpira, cha kwanza ni kuhakikisha na kwenda kusimamia sheria 17 za mpira. Yeye ndio amepewa dhamana ya kwenda kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Na unapokwenda kuchezesha dabi, maana yake unakwenda kuchezesha ni dabi ya 4 au ya 5 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Tanzania pekee tuko watu zaidi ya milioni 60. Tanzania pekee zaidi ya watu milioni 60. Focus ya Tanzania Jumapili, robo ya Afrika Jumapili, target na macho yao watakuwa katika uwanja wa Amani kuangalia mechi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo leo Nasoro Mwinchui zamana aliyepewa ajue Afrika na kwenda kumwangalia. Kuna vitu viwili Nasoro anaweza ikamtokea katika hii mechi. Moja, akaenda kutafsiri sheria 17 vizuri, atakwenda kutengenezea CV nzuri ambayo Waafrika watamwamini. Lakini pili, akaenda kuharibu hii mechi, ataingia kwenye rekodi mbaya kwenye bara la Afrika. Kuna namna ambavyo mwamuzi huyu ndiye aliyeshindwa kutafsiri sheria 17 katika mchezo wa dabi kwenye ligi ya NBC. Kamati ya waamuzi imekwenda kumwamini Nasoro Mwinchui. Chama cha mpira wa miguu kimekwenda kumwamini Nasoro Mwinchui. Bodi ya ligi imekwenda kumwamini Nasoro Mwinchui. Ende akatende sheria 17 akizafsiri vizuri za mpira wa miguu. Mpira wa miguu ni mchezo wa hisia, ni mchezo unauma. Nasoro atakapokwenda kutengeneza mandhari na kuwaumiza baadhi ya upande fulani, aamini kwamba yeye anaishi na sisi ulayani. Afikirie hilo, kwamba mimi nakwenda kuishi na watu ambao wanahitaji mimi kwenda kuwatendea nini? Haki. Anapokwenda kuumiza upande, maana yake ajue ndugu yangu ninaoishi naye Uswahilini nimekwenda kumuumiza na mpira mchezo wa hisia. Ajaribu kufikiria nini kinaweza kikatokea kwenye nyakati zake za kawaida anapoishi Uswahilini. Binafsi kama Kisugu lazima niseme mimi, kwa sababu sio mnafiki, 60% sina imani na Nasoro Mwinchui. Unamkataa? Mimi nimesema sio Simba, mimi una imani. Na ili niwe na imani na Nasoro Mwinchui, ende akatafsiri vizuri sheria 17. Sisi Simba tunakuwa hatuna mashaka yoyote na muamuzi yoyote ambaye atakayepewa dhamana kwenda kutafsiri sheria. Sisi hatuna mashaka naye. Na mimi naamini huyu muamuzi amebadilishwa. Muamuzi wa kwanza wenye nchao na wenye mamlaka kwenye mpira wamemkataa. Alikuwa nani? Maana yake nchi kuna timu wanaamua wao nani aongoze mpira, nani awe muamuzi. Sisi Simba hatujafika hiyo hatua. Kuna timu zimefika. Yuko msemaji wa timu moja alisema simtaki huyu mzee, mwenyekiti wa bodi ya ligi akaondoka. Nasema sina hofu, niko katika jiji la Dar es Salaam, jiji la amani. Mwenyekiti wa ulinzi na usalama ndugu yangu Chalamila anaendelea kunilinda na ndio maana najidai kwenye mic. Kisugu refa unamkata. Tulia. Kwanza na wewe nina issue na wewe. Wewe na mchezaji mmoja wa timu moja mna tofauti kila siku kuhama ujue. Leo umekuja na Sanga hapa.
Na nawaambia wale watazamaji waliokuwa upande ule sasa hivi Kisugu na Singano wanapatikana kwenye Sanga. Maokoto mabaya nasikia warudi kwenye Sanga. Sawa, Kisugu ngoja. Kuna kitu lazima tuseme tukiweke sawa sawa. Hii ndio maana kuna muda Simba tunapata na mashaka. Leo haiwezekani msemaji anasema ondoa huyu Almasi Kasongo, mtendaji wa bodi ya ligi anaondoka. Ondoa katibu mkuu Kidau anaondoka. Ondoa mzee Mguto anaondoka. Wale wanaokuja baada ya kusoma historia ambayo mimi nimeizungumza, alafu Dar es Salaam Africans wakapeleka jambo lao kwenye ofisi, wanasikiliza wasikilizwe? Na ndio maana mwamuzi wa kwanza alowekwa mimi najua alikuwa nani? Heri. Sasi. Mimi nimesema Heri. Sasi. Ngoja. Mimi ili nikae kwenye vyombo vya habari nimzungumzie vizuri na Soro Mwinchui. Kijana kutoka Tanga, ende akatafsiri sheria 17. Simba tuko tayari kupokea matokeo yote pindi endapo sheria itakapokwenda kufanyaje? Kutafsiriwa vizuri. Hatuna mashaka katika hayo. Yuko mwamuzi. Simtaji jina lakini nitasema Allah shahidi. Aliwahi kunambia mechi ya Simba na Yanga, kweli mimi Simba sikuwatendea haki. Alikiri. Yes. Watanzania milioni 60. Takwimu sahihi nimefanya mwenyewe. Watanzania milioni 48 wanaupenda mchezo wa mpira wa miguu. Asiende kuwaumiza hisia za watu. Unapokuwa hakimu, nenda kamua kwa kufuata mujibu wa taratibu ya nini? Za sheria. Namtakia heri na Soro Mwinchui, lakini sina imani naye. Ahadi yako bado ipo pale pale, endapo Young Africans akimifunga na akipata hata sare, basi 1.5 ipo hadharani. Yes. Mimi siwezi kurudi nyuma. Nilichozungumza nafikiri kila mmoja amekisikia. Biidhnillah. Biidhnillah. Tunakwenda kupata matokeo Jumapili. Sugu. Biidhnillah. Kwa idhini ya aliomba mbingu na ardhi. Tunakwenda kupata matokeo Jumapili. Wana Simba ondoeni hofu. Biidhnillah. Wallahi na hapa. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunakwenda kupata matokeo Jumapili. Masevu maneno haya. Sija kwa few moment later. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema niombeni nitakupeni. Tunamuomba Simba, tunanyanyua mikono yetu na macho yetu kumwangalia. Tunahitaji kupata matokeo mazuri siku ya Jumapili. Naenda kukutana na timu bora sana Young Africans. Kuna shule nyingine zinaandaa mitihani kwa watoto wao. Na moja ya kuandaa mitihani ili wafaulu, kwa sababu biashara zao zionekane zinaendelea nini? Vizuri. Ushahidi kwenye wizara zipo. Wako watumishi wa umma wanaondolewa kwa sababu mitihani imefanyaje? Imevuja. Dhamira ile mitihani ni kwenda kufanyaje? Kuandaa watoto waende kufanyaje? Kufaulu. Mtoto mzuri ni yule ambaye unamfuatilia katika kitabu mara ya kwanza mpaka ufaulu wake. Sio mtoto anarudi naye unapiga makofi. Kwanza angalia madaftari yake, ana haki ya kupata A au ameandaliwa. Swali langu ni kwamba unaenda kucheza na Young Africans. Singano. Yanga sio bora. Na kama kuna mwana Yanga yote ana ushahidi kwa takwimu kwenye bara la Afrika aje. Juzi Alikamwe anathibitisha kwamba hawa jamaa wamekuwa wanane, sisi tumekuwa wa 10. Nani bora kwenye namba 8 na 10 kwenye mpira? Sio mimi. Wewe Singano unapata wapi kauli ya kusema Yanga bora? Nimezungumzia unaenda kucheza na timu bora uwanjani. Wachezaji bora. Shida yako unabadilisha maneno baada ya majibu. Niwaambie wana Simba wasiwe na hofu, wana timu bora, wana timu nzuri, wana timu ya ushindani na inakwenda kupata matokeo siku ya Jumapili. Tuombe jambo moja tu. Allah Subhanahu wa Ta'ala aamshe vizuri wanajeshi wetu. Wakaipambanie Simba kwa 60%. Agei akasimame kwa 60%. Akua akasimame na nini na Aura akasimame kwa 60%. Klatus Tota Chama akasimame kwa 60%. Wallahi Yanga anakwenda kufa katika uwanja wa Amani Zanzibar. Anakwenda kufa kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Kana unaongea rais mtu ambaye amekufunga mara 6 mfululizo. Hiyo ni historia. Na hii leo nataka niiweke sawa sawa. Simba na Yanga kila mmoja na historia yake. Sisi tumewapiga Yanga mara 5 mfululizo. Kaangalieni historia 2004 mwezi wa 7. Goli la Yanga anafunga Pichu Kongo. Goli la Simba anakwenda kufunga Shabani Kisiga. Goli la Simba anakwenda kufunga nani? Ulimboka Makinge. Miaka 5 naizungumza hiyo. Hatuzungumzii historia hapa. Hapa tunazungumzia uhalisia kwenye mechi ya Jumapili. Wewe unajua hiyo historia? Kaangalia 2004.
mpaka 2005 Yanga anapigwa mara 5 mfululizo. Yanga gani anakataa duniani aje? Hii msemi kwa sababu nyinyi waandishi hasa wewe Singano mnafiki. Wale mnafikuna sarasa. Harama za mnafiki ngapi? Wewe moja unayo Singano, kataa nikupe. Unaenda kukutana na Depp mashine ya mabao. Anasema hiyo mechi watu waacha salama. Sisi. Na naomba waandishi wa habari watafuteni watu wa Yanga siku. Tuweke mdahalo kila mmoja akaizungumzia historia yake. Leo waandishi mmeshika, mmefungwa mara 5, mmefungwa mara 6. Wao hawajapigwa hizo mara. Hawajapigwa. Mimi nakupa ushahidi sasa ukafanya research 2004 mpaka 2005. Tena nimekutajia mechi goli la kwanza dakika ya 48 maana yake kipindi cha pili. Pechu Kongo, ushawahi kumuona? Mmeshika tu Simba kafungwa mara 6. Na unafiki. Guys, tuna mechi ngumu zidi ya Dar es Salaam Yanga Africans. Lakini unaenda kupata matokeo. Dabi haijawahi kuwa mechi nyepesi. Ikatokea maajabu duniani. Kulia wakaekwa kuku, kushoto wakaekwa bata. Alafu hao wakaitwa Simba, hao wakaitwa Yanga. Pata kwenda kuchimbika. Na niwaambie wana Simba hatuwezi kumfunga Yanga kwa kuendelea kuongea kwenye media hivi. Tunamfunga Yanga kwa vitendo. Hatumfungi Yanga kwenye vijiwe vya kahawa. Biidhnillah. Yanga anakwenda kufa siku ya Jumapili. Wametaka ndio hivyo, hawakutaka ndio hivyo. Vitendo gani unavyozungumzia wewe sasa? Uchawi kwenda kuloga. Mechi mnaenda kuloga? Uchawi upo. Mmeingiza nje ya uwanja. Uchawi upo. Mwenyezi Mungu anatuthibitishia sisi Waislamu kwenye aya 2. Aya ya kwanza Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, "Kul a'udhu birabbin nas." Ndani kuna maneno yanasema wa min sharri waswasi. Shaka njoo tutengeneze vyombo kidogo. Upo? Niko sawa sawa? Ndio. Uchawi upo. Simba mwenye uwezo wa kuloga akaloge. Ndio. Na maana Yanga mwawezi ndani. Leo mwana Simba yoyote mwenye akili timamu, beba futari yako, beba tambi zako. Chukua mkate wako wa Boflo, chukua sukari yako kilo 2, nenda kwa bibi yako. Bibi, nimekuja kukuletea sadaka hiyo bibi. Lakini mimi nina mechi ya Jumapili, tia dua, Yanga afungwe. Mwezi mtukufu Kisugu. Mwezi wa Ramadhani huu. Maulama wale wapo zetu fungwe. Moja katika chuma ambacho kinakwenda kumfunga Yanga kile pale kile. Yule jamaa. Wewe acha. Vita hii. Vita baridi. Ngoja niwaambie story kidogo. Mpira ni vita. Mambo yote yanayopatikana kwenye vita kwenye mpira yanapatikana. Kwenye mpira watu wanakufa na kwenye vita watu wanafanyaje? Wanakufa. Kwenye mpira watu wanakatika miguu na kwenye vita watu wanakatika nini? Miguu. Kwa hiyo tunakwenda kupigana vita baridi. Mimi naamini tukisimama kwenye slogan ya Simba nguvu moja na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutakwenda kupata matokeo siku ya Jumapili. Guys, Mwamba narudi Jumatatu saa 6. Yanga kashakufa 4 nacheza kidedea. 4. Wahida, Tinina, Taratha. Ukiniangalia nichukie tu. Mimi sinasema kama unataka kupinga uje. Unaumia tu, unaumia nini wewe mnafiki? Ni wazee wa roho tu. Uwezo wa kufunga Yanga Africans hizo 4 huko. Wewe mzee wa roho tu, mipango. Tutapambana kuhakikisha kila tobo tunaziba. Wateja mnaokuta. Wewe Yanga kapiga na Cosmopolitan pale mpira mpupuchu. Ngoma ikakataa ile. Waandishi wakaanza Yanga wameshuka kiwango, wakamfuata Juma Mgunda kule. Pupuchu pila gimbe wakaona yeye tutengeneze mipango. Tuarudishe watu kwenye njia. Kapigwa mtu 5. JKT anaongoza. Halo. Ndio staili yenu. Tunakwenda kuikata staili ya roho visiwani Zanzibar. Kwa mzee Ali Hassan Hussein Mwinyi. Mnachezewa mind game. Pacome amesafiri na timu, taarifa zinaeleza anaumwa lakini sisi hatuendi kumwangalia mchezaji, tunakwenda kuangalia Dar es Salaam Yanga Africans. First 11 ya timu wachezaji 11, maana yake Pacome anakuwa mmoja katika hiyo timu. Hatuendi kumwangalia mchezaji, tunakwenda kuiangalia Yanga. Na tutakwenda kuwafunga. Sababu kuna taarifa zinaeleza Jonathan Soa amesamehewa na atakuwepo. Simba wana vyombo vyake vya habari. Na hili sitaki kulizungumza sana kutoka kwenye leli. Na ndio maana mmemtuma Haji Manara aongee yale aliongea. Sisi tunajua michezo yenu ya kitoto hii. Endeleeni kucheza michezo ya kitoto, tunaendelea kujipanga.
Hatupo kwa ajili ya kumzungumzia mtu, tupo kwa ajili ya kuizungumzia nini? Simba Sports. Jonathan Soa mchezaji wa Simba. Tumewasajili wachezaji 28. Ukiondoa mmoja 28 baki ngapi? 26. Ni wanajeshi wako kamili kwenda kuipambania Simba. Nafikiri ni kwa nini Soa amerudishwa Dar es Salaam kipindi? Swali zuri, lakini mtafuta Ahmed Ally nafikiri na majibu mazuri kuliko mimi. Mnamkosa Soa kwenye dabi ya Kariakoo. Mngetamani kumkosa mchezaji mzuri kama huyu kwenye mechi kubwa kama hii? Mechi 5 zote mfululizo Soa hayupo. Alikuwa anatumikia adhabu. Na Simba tulikuwa tunapata matokeo mazuri. Swali la kwa nini Soa kajibu, mtafuteni karudi, mtafuteni Ahmed Ally. Ni pigo kwa Simba. Nimesema Simba na wachezaji 28. Akiondoka mmoja tunabaki wangapi? Sababu ya Selemani Mwalimu endapo akichoka ni Baraka Mwangosi. Hii imekaa. Mwalimu yupo, anaandaa timu. Na niliwahi kusema muda sio mrefu, kila mmoja alishuhudia mechi yetu jina namna ambavyo tulivyocheza na Dodoma Jiji. Mwalimu yale mazuri ataendeleza kuwa mazuri na yale mabaya atakwenda kurekebisha kwenye kiwanja cha mazoezi, kuondoka kwenye mabaya kurudi kwenye nini? Mazuri. Game approach ya Jumapili anayejua ni mwalimu Steven Becker. Leo kinaambia mimi akiondoka mwalimu uoni. Kwa hiyo majibu maswali mengine wanauliza si ya kwangu. Nenda kamtafute Steven Becker, ndio yeye anajua ku approach timu yake. Nani atoke, nani afanyeje? Aingie. Mimi wajibu wangu ni kuzungumza na wachezaji wa Simba. Niwaambie jambo moja tu, wachezaji wa Simba wamebeba dhamana nafsi za wana Simba. Yawezekana wao ndio wamebeba vifo vya wana Simba, na inawezekana wao ndio wamebeba maisha ya wana Simba. Wao ndio watakaoamua mashabiki wa Simba waishi vipi katika jiji la Mheshimiwa Albert Charamila. Wao kama wanataka kuamua sisi tuendelee kuteseka na kunyanyasika, kudhalilika na kutukana, waendelee. Na wakitaka kutembea sisi kifua mbele, wao wana uwezo wa kutembea. Wende wakajitoa kaipambania Simba kwenye jasho na damu. Wao. Sisi wengine tutaongea kwenye vyombo vya habari. Tutakwenda Filbiladi, Nkana, Intadi, ila Muru wa Mkugilo kuloga. Tutakwenda Mikele tutaloga. Tutakwenda Shungubweni tutaloga. Tutakwenda Mpafu tutaloga. Lakini mwisho wa siku wao ndio wana uwezo kwenda kutekeleza majukumu. Anisikie vizuri Captain Shomari Kapombe. Anajua maandhari na maandhira magumu kwenye hii mechi. Anajua heri na anajua shari kwenye hii mechi. Wende wakaipambanie Simba. Wende wakawapambanie mashabiki wa Simba ili ile dhana na tafsiri ya unyonge waondoke. Kisugu, nikiwa naondoka na kuachia swali hili moja la mwisho. Jeruti ametimiza ahadi ya mchezaji, lakini asubuhi na mapema hii leo ameshare akiwa na picha ya kutabasamu akiwa na basi jipya la Msimbazi. Nikumpongeza. Anafanya kazi nzuri. Na siku zote muungwana sifa yake ya kwanza ambayo wewe Singano una ni kutekeleza ahadi. Sifa ya kwanza ya muungwana ni yule ambaye anakwenda kutekeleza. Singano umekimbiza maiki. Nabadilisha beti. Kwa hiyo Jeruti kwenda kufanya kile ambacho alichokifanya, mimi naamini kwamba anakwenda kutekeleza yale ambayo Jeruti aliwaahidi wana Simba. Niwashukuru sana waandishi wa habari.